Na habari mliofika, awali ya yote, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehma na amani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hapa leo tumewaita kwa ajili ya kuweza kuwafikishia ujumbe ambao utakuwa na anwani unaosema ukumbusho na tahadhari juu ya mambo yanayoendelea katika nchi yetu. Sisi umoja wa wahadhiri wa Kiislamu Tanzania ambao tumewalika na kuweza kuzungumza nanyi katika wakati huu, tuna mambo kadhaa ambayo tutaeleza yamejiri katika nchi yetu, lakini pamoja na hayo tutatoa mtazamo wetu na fikra yetu tukiamini ni sehemu ya Watanzania na tunaweza kuiasa jamii yetu kama Watanzania. Na suala hili la kuweza kukumbushana ni suala ambalo linatambulika katika imani. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameeleza katika sura ya 51 aya namba 55, wadhakir fa inna dhikra tanfa'ul mu'minin, kumbusha, hakika ya ukumbusho utawafaa wale ambao wenye kuamini. Mimi ninaanza kuzungumza, naitwa Sheikh Rajab bin Salim Juma Al-Qushairi, ni amiri wa umoja wa hadhiri wa Kiislamu Tanzania, na yale nitakayozungumza ni sehemu ya kwanza. Patakuwa na sehemu ya pili, ya tatu na ya nne, ambayo yote yatakwenda kufikisha ujumbe unaofanana. Kwa hiyo naandaa yule ambaye anayefuatilia na kusikiliza aelewe kwamba kama utabahatika kupatwa au kufikiwa na ujumbe huu, ikiwa umeupata sehemu ya kwanza, hakikisha unapata sehemu ya pili, na ikiwa umepata sehemu ya tatu, hakikisha umepata sehemu ya nne. Katika hii sehemu ya kwanza ya mazungumzo yetu ya ukumbusho, ambao ndani yake kuna tahadhari kubwa, tutazungumzia kwanza historia fupi ya wahadhiri na mihadhara. Sisi tulioko mbele yenu ni wahadhiri wa Kiislamu ambao tunafanya kazi ya kueneza na kutangaza Uislamu, na kazi hii ni kazi tuliyoirithi. Tumeirithi kutoka kwa wazee wetu, mashekhe zetu, walezi wetu, kina Sheikh Ngariba Musafundi, kina Abu Bakari Kawemba, kina Sheikh Uthmani Matata na wengine wengi ambao walikuwa wakishirikiana na mashekhe maarufu na mashekhe wakubwa kama vile Sheikh Nuruddin bin Hussein Ashadhili, Sheikh Qasim bin Juma Wachewa, Sayyid Sheikh Sharifu Abdul Qadir Junaidi na mashekhe wengine mbalimbali. Hii kazi ilianza mwaka 1983 na iliendelea kwa kurithishana kizazi baada ya kizazi, hata ikafikia kwa kaka zetu kina Al-Habibu Uthman Mazinge, kina Sheikh Hussein Ismail Feruzi, kina Mbwana Muhammad Al-Haji Sheikh Saidi Umaririko, ambao na wao pia walikuwa wakifungamana na mashekhe wakubwa kama vile Sheikh Umar bin Bashiri Mkinami, Sheikh Umar Mlibwa na mashekhe wengine ambao walikuwa wakishirikiana nao. Nimeeleza historia hii ili uelewe kwa nini umoja wa hadhiri wa Kiislamu imewaita na kuweza kutoa tanbihi ya ujumbe utakaokuwa na anwani ukumbusho na tahadhari juu ya mambo yanayoendelea katika nchi yetu. Ndugu zangu mnaofuatilia, baada ya kuyaeleza haya machache, tutambue kwamba wahadhiri katika nchi hii tuko takriban 3500 ambao tunapatikana katika mikoa mbalimbali, na tunaendelea na shughuli zetu za kawaida za kufanya kazi ya kueneza Uislamu ndani ya misikiti, lakini pia tunafanya kazi hiyo katika mihadhara, katika maeneo ya wazi na katika debate mbalimbali katika kumbi. Tunataka tuyaeleze haya ili uelewe yale tunayokusudia kuyaeleza na kuyakumbushia
uweze kuchukua katika uzito wake na uweze kuchukua katika uhalisia wake. Sisi wahadhiri tumekuwa chachu katika nchi hii katika kila mambo mazuri ambayo jamii yetu inahitajia, na pale ambapo tunapoona katika namna tunayoendea kuna lugha haifahamiki, tunatafuta lugha nyingine mbadala ya kuelekeza katika jamii yetu hiyo. Nitakupa mifano iliyokuwa hai. Huko zamani ilikuwa ibada za swala kwa vijana ilikuwa watu wanafanya kwa woga. Mihadhara ndio ilikuwa chachu ya kuwahamasisha Waislamu kujitokeza katika ibada, tena katika umri wa kijana. Na kama hilo halitoshi, tulikwenda mbali zaidi kuwatambulisha Waislamu watambue thamani yao na watekeleze majukumu yao katika imani bila ya woga wa aina yoyote. Tulifanikiwa kulifanya hilo na tuliwafikia baadhi ya Waislamu na kuwaelekeza, na ndio utaona kwamba tuliweza kufika mahala hata Muislamu aliyoko katika ofisi za serikali aliweza kujitambua na kuvaa kanzu siku ya Ijumaa na kwenda msikitini wakati unapokuwa umefika. Jambo hili katika nchi yetu ilikuwa sio jambo linalozuiliwa, lakini ile nidhamu ya woga iliwafanya baadhi ya Waislamu hata kutekeleza majukumu yao, na kama atakwenda siku ya Ijumaa kazini atalazimika avae suti au shati tu ili aweze kwenda kwa siri, asijulikane kwamba yeye ni Muislamu. Haya tuliyafanya, na tuliyafanya kwa mujibu wa sheria na wala hatukuvunja sheria. Na leo alhamdulillah tunaona mawaziri mpaka katika bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wanaingia na kanzu na wamevaa kofia vizuri, kama ni vazi lenye heshima katika taifa letu. Ndugu wanahabari, ndugu zangu Waislamu na unifuatilia, na ndugu wa Tanzania popote mlipo, baada ya kuwapa picha hiyo ya majukumu tuliyokuwa nayo kama wahadhir, sasa tuelekee katika nukta ya pili katika sehemu ya kwanza, ambayo tutagusia namna gani Waislamu walivyoshiriki katika harakati za kisiasa hapa nchini kabla ya uhuru na baada ya uhuru. Hilo likupe picha kwamba hatukuwa waoga katika kuhakikisha kwamba tunatafuta njia za kupata ukombozi ili taifa letu lipate kuwa huru. Ndugu zangu, tuna mashekhe kadhaa ambao ni kielelezo, kama vile Sheikh Kaluta ambaye yeye alikuwa ni mtu maarufu na alishiriki katika siasa, alikuwa ni mwandishi maarufu na aliifanya kazi hiyo kwa ufanisi. Leo tunataka tumweke katika rekodi Sheikh Alhaji Kaluta Amri Abedi kwa historia yake ya kushiriki katika masala ya kisiasa hapa nchini. Lakini tunaye mwanachuoni Sheikh Hassan bin Amir Shirazi. Huyo alikuwa ni mwanachuoni mkubwa, alikuwa akifanya kazi ya kufundisha, alikuwa akifanya kazi ya da'wa, lakini hakuacha kuwahamasisha Waislamu kujitambua, haswa katika kushiriki masala ya kisiasa. Huu wakati ninaozungumza ni wakati ambao Waislamu walikuwa mpaka misikitini wanakaa wanajadili mustakbali wa kisiasa, namna gani nchi yetu itapata uhuru. Haya yataka yabaki katika rekodi ili tuweze kuyafahamu mambo yaliyo muhimu. Lakini Sheikh Suleiman Takadiri alikuwa amejitahidi sana katika hii pwani ya Dar es Salaam na Tanga kuhakikisha anafanya da'wa, anawahamasisha Waislamu wajitokeze katika kushiriki masala ya kisiasa kama njia ya kulikomboa taifa letu kupata uhuru. Lakini vile vile Sheikh Shaban Robert ambaye yeye alikuwa ni mwandishi, lakini pia alikuwa mhamasishaji wa masala ya haki, uhuru, utu na kupinga aina zote za dhulma. Yeye alijitokeza na bila ya woga aliyafanya haya katika nchi yetu. Mashekhe ni wengi, lakini tumalizie na Sheikh Abdullah Saleh Al-Farsi
ambaye ni mwanachuoni mkubwa, naye pia alikuwa ni kielelezo cha harakati za kuhamasisha Waislamu kujitambua na kushiriki katika matukio ya kisiasa. Baada ya kukupa picha hiyo, sasa nikueleze yaliyojitokeza kabla ya uchaguzi, baada ya uchaguzi na yanaendelea katika taifa letu. Ndugu zangu, kabla ya uchaguzi tulipata kusikia katika vyombo vya habari, katika mitandao ya kijamii, mahamasisho ya kitu kinachoitwa maandamano, kitu ambacho kwa namna ya kipekee tuliona kwamba lugha ambazo zinazoashiria kwamba uchaguzi hautokuwepo, lugha ambazo zinazoashiria kwamba kutanuka, sote ni mashahidi. Matukio haya kabla ya uchaguzi tulipata kuyasikia, lakini matukio haya yalikuwa ni ishara na dalili ya uvunjifu wa amani nchini. Wapo baadhi ya viongozi wa dini walikemea, wapo baadhi ya viongozi wa dini walinyamazia, viongozi wa serikali walikemea na mfano wa hayo.